Ndugu zangu wapendwa, na hasa Mheshimiwa DC ndogo wangu, mkoa wa Kagera ni kanda maalum ya madhehebu ya dini. Bila mkono wa dini katika mkoa huu ungepata tabu sana, kwa sababu sehemu kubwa ya huduma za jamii kabla na baada ya uhuru zimetolewa na makanisa. Miradi mikubwa ya kimkakati ya hivi karibuni imetukuta tuko njiani, na sisi tunaikaribisha na kumshukuru Mungu kwamba hatimaye miradi ya mkakati imekuja, na tunashirikiana na kanisa katika kuwahudumia wanadamu hawa kiroho, kimwili na kiakili. Kanisa kwa zaidi ya miaka 150 hapa mkoani tumefanya kazi kubwa. Ndiyo maana baadhi yenu mliposikia eti kuna neno kufunga kanisa, mlinipigia simu mkiwa mmetaharuki. Nikasema msiwe na wasiwasi. Hapa mkoani hakuna binadamu hata mmoja ambaye bado anaishi anayejua kanisa hapa Kagera lilifunguliwaje. Kizazi cha kwanza kimeshaondoka, cha pili kimeondoka, cha tatu kimeondoka, cha nne kimeondoka. Sisi tunaoongoza ni kizazi cha 5 cha kanisa. Kwa hiyo habari ya kufunga kanisa msiwe na wasiwasi. Halitafungwa, kanisa lenu liko salama. Nasema haya kuwatia moyo, msiache kuendelea kuiunga mkono kanisa. Msiache kuendelea kuiunga mkono serikali. Na kwa hapa nitie nukta, nirudi kwa Mheshimiwa DC. Ndugu zangu, nataka nimhakikishie Mheshimiwa DC, tunaye rais mmoja na tuna wawili. Ni huyu mmoja ndiye ambaye Mungu aliyetupa. Ni mzuri, ni mbaya, hafai, anafaa, lakini ndiye rais wetu. Tunao wajibu wa kumwombea, tunao wajibu wa kumpenda, tunao wajibu wa kumkosoa kwa sababu ni rais wetu. Na rais huyu, ndugu yangu, niwaambie, anaongoza wapumbavu, wajinga, wasiojua lolote, wenye hera, maskini. Huyu ndiye rais wetu. Kwa hiyo tunao wajibu wa kumwombea, na nitafanya sala maalum hapa kabla sijamaliza maneno yangu. Mpaka leo hii ninapoongea, kuna maeneo mkoa huu wa Kagera ambako serikali haijafika, lakini kanisa lipo, limeshafika. Wao wanawakumbuka wakati wa kupiga kura, ndio wanaenda kutafuta kura. Baada ya hapo hawapo. Maeneo katika mkoa huu nafahamu. Kwa hiyo kanisa na dini mbalimbali ni baraka sana kwa mkoa huu. Ni kwa sababu hiyo, kwa unyenyekevu mkubwa, na niko tayari kupiga hata magoti, nitumie fursa hii ya shukrani kwenu nyote, lakini mbele ya serikali yetu, kwa sababu Mheshimiwa DC hapa, kuiomba serikali yetu pendwa, tunayoipenda na kuitumikia, iendelee kuliunga mkono kanisa. Na kwa njia hiyo, serikali yetu ijitenge na upepo mpya eti wa kufunga kanisa. Ijitenge nao, kwa sababu tunaipenda na yeye inalipenda kanisa. Ninaomba hekima itumike na Roho Mtakatifu tunayemwadhimisha leo aendelee kutawala. Hata inapotokea mambo mabaya, unajua kanisa hili kuna maaskofu wajinga kama mimi, binadamu kabisa. Ukiwaangalia, ukiondoa huu tukufu tunaovishwa, ni binadamu wajinga, watukutu, wenye dhambi sawa na mtu mwingine yote. Tunayafanya haya tunayoyafanya kwa neema ya Mungu aliyetuleta. Kwa hiyo hata inapotokea mambo mabaya yametendwa ndani ya kanisa, hekima na mapokeo ya mababa ni kufanya ibada ya kulitakasa kanisa. Yana mengia askofu mpumbavu akafanya jambo ndani ya kanisa, tunaitana kufanya ibada ili kufanya nini? Kulitakasa, hatulifungi. Kwa hiyo niendelee kusisema tena kwa unyenyekevu na machozi mengi, kanisa hili linaongozwa na hao wanadamu wenye mwili na nyama. Dola yetu inaongozwa na wanadamu hawa wenye mwili na nyama. Wote twende chini ya msalaba, tutakaswe na damu ya Kristo,
ili taifa letu liweze kuwa na amani. Kama nimewaudhi, naomba mnisamehe. Na niko tayari kuweka mikono nyuma yangu hapa, mwenye pingu aje anifunge, lakini kanisa libaki salama. Mimi nifungwe, kanisa libaki salama, kwa sababu tunalihitaji. Nani tungechezea wapi muziki kama huu leo? Muziki kama leo tungechezea wapi? Kwa hiyo kanisa la Mungu liendelee kuhudumia watu, na viongozi wapumbavu kama mimi wakifanya makosa, kamata, funga ndani, sukuma ndani, sukuma ndani, sukuma ndani. Lakini kanisa la Mungu libaki salama. Kanisa la Mungu lisifungwe kwa ajili ya upumbavu wa kiongozi mmoja. Pentekoste ni siku ya kufungua kanisa. Mhubiri wetu ametuambia. Pentekoste ni siku ya kufungua nini? Kanisa lililokuwa limefungwa kwa hofu ya Wayahudi na Warumi. Pentekoste ikashuka, kanisa likafunguka, ujasiri ukatokea, na kazi ya Mungu ikasonga mbele. Baada ya kuyasema haya, niwashukuru tena na tena, na niwaombe msimame. Unatazama ELCT Karagwe.